አረባካችሁ ኤፍሊሽ ማን ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ። We can handle Ebola. Washatengeneza huko mahema huko Laikipia. Mahali watakuja wakae. Bro, hiyo siku wenye wanaingia huku tutafungia mpaka mabarabara. Tutafungia mabarabara juu waheshimiwa wamekuja. Wakenya, mimi naona hivi, wacheni tu walete Ebola ikuje Laikipia. Juu I'm sure na wako kwetu. Bravo, Kenyans are so easy. We are so easy. Me, I don't understand the silence, by the way. I honestly don't understand why we are silent. These are our lives this man is joking with. These are our lives. I can't even imagine when the COVID ilitutetemesha na COVID watu walikuwa wanapona. Ebola watu hawaponi, bro. Manyi ampendi state funeral. Ampendi state funeral. Kamaye, nani? Sasa utumalize. Nilikuwa tu unajua sasa ingine nilikuwa una turn stone. Kuna watu watasurvive. Kuna watu watasurvive na venye wanaponga na vierele lazima wataingia kule ndani. Watu watuta kasongo wenu watuta nasikia ameamua kupata Ebola. Jue niambie. How do we have this? This man. Anaimport Ebola. Are you running? Anataka kusaidia Trump kwenye atapeleka wagonjwa wa Ebola. Kasongo to maintain power. Yani Kasongo Kenya watu. Mama, wanaleta watu wa Ebola kwa hiyo tunaandamana wafungulie. 70 years old man. Or is already 50. Because wezi tuambia ati president wa country nyingine anasema ati anapeleka watu wake. Unajua nini symptoms of Ebola? Mtu anatoa damu kwa masikio, kwa macho, kwa mapua, kwa mdomo. Continue. Funke! Last year, 2025 Jesus December, is Lord. and all the projects, if you think that you know, I want to tell you to know Trump, that all the projects that he has been having are always under 6 months promise. Photo. Kasongo can accept Not be juju be that. anything Our for mumu money. not too much. Can accept. Yani Kasongo sijui anaweza kubali kila kitu. Bora yeye amepata kwa power na hapo na pesa. Hata You be mumu. Ruto visited America. Mumu man. Musiseme ati mwekelea tunamwekelea hizi story. Just imagine ni yeye alipiga simu huko United States of America. Akasema apewe 1.7 billion. 70 years old man. Ya watu wa Ebola hapa Kenya. Imagine of that. We as Kenyans, we can actually just affirm that from December 2025 to May 2026 is approximately 6 months. Michael Rubio ana confirm, anasema huyu msee ni alipiga simu na akasema apewe hiyo wira. Just like that. Yaani mtu akipatikana na Ebola kule Minnesota analetwa Laikipia Kenya. Mwamerika akipatikana na Ebola kule Washington DC ama Michigan
analetwa Laikipia Kenya. Na by the way, tunaenda Laikipia lini? Tunaenda Laikipia lini? Hiyo ni point ama si point? And we can assume that Ruto came to you and you agreed, you sat down in agreement to bring him a project of Ebola in 6 months' time. Mwamerika akipatikana na Ebola kule South Africa ama DRC ama kule Uganda, analeta Laikipia Kenya kwa quarantine. Lazima tufike Laikipia. Hiyo ati kwa airbase atunakudishia mmeka kwa airbase gani? Tunaingia hiyo airbase vile inafaa. Tamu mbili. Moja State House, ingine Kamiti. Lemon parankui. COVID ilianza. Unajua madaktari wangapi walikufa hii Kenya? Wengi sana. So I don't think Kenyans were equipped. We have the Public Health Act to protect. I don't know ni nini kitu yenye our able Kasongo is trying to do. Sitaki kuongelea mingi because I don't know the dynamics of it. But itakuwa mbaya. Ebola ikiingia, speaking as a public health officer, man. How do we have this? This man. Sasa wacha niamke niende nimalizie track minister. Juu kuna haka huko wanajifanya we are on the same level. We are not and we will never be. Bro, Kamiti mtaenda. Kinanishangaza ni ati wametuma hadi watu wakaribisha wageni. Wakaribisha wale watu wa Ebola wenye wametoka majuu kuletwa quarantine ya Kenya. And I assure you, hivyo umekauka, utakauka kuliko visiki huko. Yaani mnakaribisha ugonjwa kwa shangwe, nderemo na vigelegele. Ati President Ruto appoints a response committee on Ebola. Mko na furaha. Odi tunaingia. Mnakaribisha ugonjwa. Ile kitu and commits to fund it 1.7 billion. Hey. Kwanza kitu ya kwanza inakumaliza within 24 hours umedate. Na ikikushika ni hivyo. Haya, iko hivi. Si wewe ndio ulikula hiyo pesa ya watu wa Ebola juu 1.9 billion. I never understood. Why do you want people to hate you every day, every morning? People cursing your name like going for, as you call, unpopular decision. Under whose benefit? You said ilitoka hapa Kenya. Aiko Afya Plus ilienda. What benefit are you looking for these things? Sasa wewe jua mahali utawapeleka. So we renovate State House. Jua mahali. Never. William Ruto and his administration can listen to America saying that they do not want any infected person because their policy is to protect Americans first. Sasa utawaeka sasa. Juu sisi tumekataa. Hautakuwa unakula dola alafu unaturushia ngori zako hapa. You are simply one of the best. Tushapewa pesa. Pesa ishatoka kule juu imekuja huku. Sisi wa Kenya tumepiga kelele kwamba hawa watu wa Ebola tuwataki. Hiyo ni ugonjwa deadly. Lakini serikali yetu kwa sababu pesa iko, we bring it. How dare them entertain the idea that they can bring Ebola-affected people to Kenya to protect America but endanger the Kenyan population? Mkiona huyo CSG wa health, nyinyi ndio mnajua mahali mtapeleka hawa wagonjwa. Si hatu wataki huku kwa neighborhood zetu. Ni either waletwe hiyo State House ama wapelekwe kwa Nduale ama wapelekwe mahali watawapelekwa.
Ebola madaktari wanasema ni ugonjwa ambao haujapata tiba mpaka sasa. Uganda wamefuga boda yao na Kongo juu ya Ebola. Rwanda wamefuga boda yao. Burundi wamefuga boda yao. America Secretary of State amesema hataki any cases of Ebola kuonekana huko. Mimi nataka niulize rais aje. America they have the best medical care in the world. Mbona wasibebe watu wao wapeleke huko? Dakika 5 hazijaisha. Wacha waje. Wakati tumeona nchi kama Cambodia inafukuza Waafrika huko. Kenya we are taking anything in. Americans themselves are sending away their own citizens who have been affected by Ebola. Lakini mkora mmoja hapa Kenya kwa sababu bora pesa inaingia. Hii shilingi yenye ilifanya Judas akauza Yesu ndio hii sasa. Amepatiwa pesa, anasema tuletewe hawa wagonjwa wa Ebola hapa Kenya. I thought mlisema kulikuwa na court order ya kusimamisha hiyo quarantine kusetiwa up. And that means nothing was supposed to happen until judgment is given. Lakini sasa inamaanisha already your government knows the outcome of the judgment and it's gonna proceed. Tuletea ugonjwa hapa na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Bado malaria inaua watu hapa. Watu wanakufa na ugonjwa za zenye hata tuwezi sema hapa bilharzia bado inaua watu. Etisimamisha. Kaongo aone pesa abakisha. He is going to bribe everyone on his way. And hakuna kitu imebadilika. So Trump cannot take their people who are Ebola infected because he's protecting Americans. Ebola. Tunashukuru sana president, umefanya kitu mzuri. Saizi vile tunaongea watu 21 wako na Ebola hapa Kenya. Alafu na However, Kenya should take those Americans with Ebola. Question. Are we Kenyans substandard humans? Are Americans greater of people than us that we have to endanger the lives of Kenyans for Americans? Mimi kwanza nataka kuchukua hii fursa kushukuru president wa Kenya, president mtukufu, president ambaye anapendwa na wananchi kwa kutuletea. Oh yes, you are very. So if America is protecting Americans by transferring their Ebola sick people to Kenya, then who is protecting us as Kenyans? Mbona watu 16? Kwani hao watu wengine watano mmewapeleka wapi? Hiyo ni point ama si point? Si point. Huyu ni president ambaye ni president wa kwanza kwa historia ya dunia mzima kuletea wananchi wake Ebola na ugonjwa ambao ni hatari sana kwa maisha. Mimi hata tukienda msituni kwa kingdom, animal kingdom, hakuna mnyama anaweza letea mnyama mwingine kitu ambayo inaweza mdhuru. Hiyo ni kwenda msepo ndisi. Unajua mimi nimekuja nikakaa chini nikaona hata Museveni na Samia Suluhu Hassan ni viongozi ambao ni wazuri. Hawawezi leta kitu kama Ebola kwa nchi zao. Lakini what? Huyu kiongozi na ambaye anaongoza Kenya ni kiongozi ambaye anafanya kitu kama hiyo. Na hiyo ni kitu ambayo ni makofi, kila mtu apigie president makofi. Hiyo ni point ama si point?